Umewahi kujiuliza kwa dhati ni nini hasa kinatokea ndani ya mwili wako unapokula mayai manne kila siku? Watu wengi hawajawahi kulifikiria jambo hili kwa umakini, na kile utakachojifunza sasa hivi kinaweza kubadilisha kabisa namna unavyofikiria kuhusu chakula. Licha ya hadithi zote zinazoendelea, inawezekana umewahi kuambiwa na kuonywa kuhusu lehemu, cholesterol kwa miaka mingi, na kile unachosikia miaka kadhaa ya hofu iliyojengwa juu ya sayansi yenye makosa. Mayai ni miongoni mwa vyakula kamilifu, vyenye nguvu na vinavyoeleweka vibaya zaidi kuliko chakula chochote duniani. Hapa sayansi inasema yai ni yai, ila tunalolenga zaidi ni lile la kienyeji kabisa, kwa sababu lina kila kitu kinachohitajika. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Namba zake ni 0748 294 113, ambazo pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kuwa unaelewa thamani ya kila kitu kinachokuzunguka machoni kwako, ili uweze kukitumia kwa usahihi na kulinda afya yako. Naomba kuwa makini mpaka mwisho wa video hii. Watu wengi wanatamani kuimarisha afya zao katika kila hatua ya maisha, lakini kinachowakwamisha ni jinsi machaguo sahihi ya lishe yanavyoweza kubadilisha viwango vya nishati, nguvu za mwili na uchangamfu wa kudumu kwa mtu yeyote, kuanzia vijana wanaochipukia hadi watu wazima. Leo tutakueleza hatua kwa hatua katika kile ambacho mayai manne kwa siku yanafanya ndani ya mwili wako, na kwa nini nishati yako, mfumo wako wa kimetaboliki, uwezo wako wa kiakili, uoni wako wa macho na hata usawa wako wa homoni vinaweza kubadilika kwa kiasi kikubwa kuliko ulivyotarajia. Ni muhimu kuelewa ukweli kuhusu lehemu, cholesterol, kile ambacho kinaeleweka kwa namna tofauti akilini mwa watu. Kabla hatujachunguza faida, tunahitaji kukabiliana na hofu moja kuu ambayo watu wanayo kuhusu mayai. Je, kuyala kila siku hayatapandisha lehemu yangu kupita kiasi? Acha niwe wazi kabisa kuhusu hili. Jibu ni hapana, na ukweli wa ndani zaidi ni kwamba hayajawahi kufanya hivyo. Hofu hii ilijengwa juu ya msingi wa utafiti dhaifu na wa kizamani wa miaka ya 1960, ambao tangu wakati huo umekanushwa kabisa na mara kwa mara na sayansi ya kisasa. Ushahidi wa awali ulikuwa na makosa ya kimfumo tangu mwanzo. Hiki ndicho ambacho miongo kadhaa ya utafiti makini imethibitisha. Ini lako linazalisha kiasi kikubwa cha lehemu inayozunguka mwilini mwako, haitoki kimsingi kwenye vyanzo vya chakula. Unapokula mayai mara kwa mara, hiki ndicho kinachotokea. Ini lako hupunguza uzalishaji wake wa lehemu ili kufidia kile unachokula. HDL yako, aina ya lehemu inayolinda na yenye faida, mara nyingi huongezeka. Chembe zako za LDL hubadilika kuelekea muundo mkubwa na usio mzito, ambao hubeba hatari ndogo sana ya magonjwa ya moyo. Viwango vyako vya triglycerides, mafuta kwenye damu, kwa kawaida huimarika pia. Tofauti muhimu ni hii: mayai hayazalishi chembe ndogo na nzito za LDL ambazo ndizo huhusishwa na uharibifu wa mishipa. Badala yake, yanasaidia mfumo wa lehemu wenye afya na bora zaidi kwa ujumla. Faida ya kwanza: protini yenye ufanisi wa kipekee wa kibiolojia. Wacha tuzungumzie protini kwa njia inayovuka mazungumzo ya kawaida. Fikiria protini zinazopatikana katika vyakula vingi vya wanyama kama kuku, nyama ya ng'ombe au samaki. Hizi zote ni tishu za misuli. Kusudi lake la kibiolojia lilikuwa ni mwendo, kumaanisha muundo wao ni mnene na unahitaji juhudi kubwa kwa mfumo wako wa mmeng'enyo kuvunja na kutumia. Yai halikuwahi kuundwa kwa ajili ya mwendo. Lilisanifiwa na asili kama seti ya kuanzia maisha, starter kit, likiwa na kila kiungo kinachohitajika kukuza kiumbe hai tata kutoka kwenye seli moja. Hii ndio sababu protini ya yai ina thamani ya juu zaidi ya kibiolojia kuliko chakula chochote. Hii inamaanisha ni asilimia ngapi ya protini unayokula ambayo mwili wako unaweza kuifyonza na kuitumia moja kwa moja. Protini ya nyama ya ng'ombe, takriban asilimia 75 hadi 85 inatumika. Samaki na kuku
takriban 80 hadi 85. Protini ya yai, 100% inaweza kutumika. Kila gramu unayokula inatumika. Hakuna kinachotupwa. Ufanisi huu unatafsiriwa kuwa ukarabati wa misuli na kupona haraka baada ya kazi au mazoezi. Tishu za mifupa na viungo imara zaidi kwa wanaume na wanawake. Uzalishaji thabiti wa homoni na vimeng'enya, enzymes. Ufufuaji mzuri wa seli za ngozi, nywele na mfumo wa kinga. Faida ya pili, chanzo cha nishati thabiti cha kipekee. Watu wengi huainisha mayai kama protini pekee, lakini ni chanzo cha nishati ya kipekee. Mwili unapochakata protini kutoka kwenye nyama konda, unatoa kiasi kidogo tu kwa ajili ya nishati. Lakini mayai yana mafuta yenye afya kwenye kiini chake, na hiyo inabadilisha mlinganyo wa nishati kabisa. Takriban 65% ya muundo wa yai inaweza kutumika kama nishati. Matokeo yake ni mabadiliko kidogo ya nishati siku nzima. Hakuna kuchoka ghafla. Umakini thabiti zaidi wa kiakili kazini au masomoni. Uimara bora wa sukari kwenye damu. Kuhisi kushiba kwa muda mrefu husaidia sana katika kudhibiti uzito. Faida ya tatu, leucine, kichocheo cha misuli. Kuna asidi ya amino maalum inaitwa leucine. Ifikirie kama swichi inayotoa ishara kwa seli zako kuanza kutengeneza protini ya misuli na kuanza ukarabati. Ikiwa wewe ni kijana unayefanya mazoezi au mtu mzima unayetaka kuzuia misuli isinyauke, jambo ambalo hutokea kiasili tunapouzeeka, kula mayai 4 kwa siku ni muhimu sana. Inasaidia kuhifadhi na kujenga misuli imara, kuhifadhi uwezo wa kutembea na kusonga kwa wepesi, kuweka kiwango cha metabolic rate kikiwa thabiti ili kuzuia kuongezeka uzito ovyo. Faida ya 4, kemikali za ubongo, choline, B12 na folate. Mayai ni kati ya vyanzo bora vya choline, B12 na folate. Vikifanya kazi pamoja, vinasaidia mchakato unaitwa methylation, mfumo wa matengenezo ya mwili wako. Mfumo huu unahusika na kurekebisha DNA iliyoharibika, kuondoa kemikali hatari na kusaidia usawa wa homoni kwa wanaume na wanawake, kutengeneza vimelea vya neva kwa ajili ya hisia, mood na umakini. Mchakato huu unapokuwa wa kusuasua, utaanza kuhisi uchovu wa akili, brain fog, ugumu wa kutilia maanani na kuvimba kwa seli ndani ya mwili. Mayai yanatoa malighafi ya kuzuia hali hii. Faida ya 5, kulinda uwezo wa kuona. Ndani ya kiini cha njano kuna vioksidishaji viwili, lutein na zeaxanthin. Hivi hufanya kazi kama miwani ya ndani kulinda macho yako dhidi ya mionzi ya UV na mwanga wa bluu kutoka kwenye simu na kompyuta. Pia yanasaidia uwezo wa kuona vizuri usiku na kupunguza hatari ya matatizo ya macho yanayokuja na umri. Faida ya 6, msingi wa utendaji wa utambuzi. Ubongo wako unahitaji mafuta maalum yanayoitwa phospholipids ili kufanya kazi kwa haraka na ufanisi. Viini vya mayai ni chanzo tajiri cha mafuta haya, vikisaidia kutunza kumbukumbu, utulivu wa kihisia na uwezo wa kufikiri kwa haraka. Faida ya 7, vitamini ambazo watu wengi hawajui. Mayai yana vitamini muhimu kama vitamini K2, inatoa kalsiamu kwenye mishipa ya damu na kuipeleka kwenye mifupa. Retinol au vitamini A kwa ajili ya ngozi nyororo na kinga imara. Vitamini D kwa ajili ya afya ya mifupa na utulivu wa hisia. Je, uchague mayai gani? Chaguo bora zaidi ni mayai ya kuku wa malishoni, pasture raised, au mayai ya kienyeji. Kuku wanaopata mwanga wa jua na kula vyakula vya asili huzalisha mayai yenye virutubisho vingi zaidi. Hata hivyo, ikiwa bajeti yako ni ndogo, kula mayai yoyote yanayopatikana. Ni bora kula mayai ya kawaida kuliko kula vyakula vya viwandani kama biskuti, mkate mweupe au nafaka zenye sukari nyingi. Siri ya nyongeza: viambatanisho sahihi. Ili kupata faida maradufu,
Yaambatanishe mayai yako na mboga za majani, mchicha au arugula. Mafuta ya yai yanasaidia kufyonza virutubisho vya mboga kwa mara 9 zaidi. Vitunguu na nyanya vinasaidia ini kutoa sumu na kulinda moyo na tezi dume. Pilipili kichaa huongeza uwezo wa mwili kufyonza virutubisho vya yai. Ushuhuda wa maisha halisi. Nimeona wagonjwa wengi, wanaume kwa wanawake, wakija na malalamiko ya uchovu usioisha na kukosa umakini. Mfano ni mteja wangu mmoja aliyekuwa akihisi amechoka na maisha. Baada ya kuanza utaratibu wa mayai 4 kila asubuhi pamoja na mboga na nyanya, ndani ya wiki 3 nishati yake ilirejea na akahisi mwili wake una nguvu mpya. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.